Taarifu kina brothers and sisters, ile time ya kuchill kwenye kona shafika. Hapa inatemwa madini, story zote makini, cause we all know Jabi Saleh akiwa kazini. So je, unamchukulia kama tunasema wale watu wako wa karibu? Yeah. Because kwenye nikirudi katikati hapa kwenye project zako za karibuni, nafikiri kwenye EP yako kuna wimbo unaitwa Yupi. Kwenye Yupi umeuliza maswali mengi sana. Nimekusikia vizuri sana. There is a lot of questions kwa sababu inaonyesha kama kuna maisha ya shaka hivi baina yako na marafiki, au sio? Ambao umekuwa nao, na kwa sababu you've been in the game for 20 years. Kwa umeuliza maswali mengi sana, yupi atakaye kuzika, yupi atakaye kuvisha sanda kabla kwenda futi 6. Yeah. Ukiacha mwenzi wako, sababu watu wanaamini kwamba mwenzi wako ndo mtu wa karibu wa kukufanyia ukiwa unaugua, labda akuuguze, labda hivyo na nini. Ndio maana nikasema ukiondoa mwenzi wako ni yupi atakuzika, yupi atakuvika sanda kabla kwenda futi 6. Kwa sababu ninaamini ni mtu anayeshiriki kwenye mazishi yako ni mtu wa karibu sana. Hata anaingia unapochagua bwana wale watu 5 ngapi kuingia kwenye mwana ndani mle na nini, watu naamini yule ni mtu best kabisa. Ndio maana nikauliza hayo, yupi atakaye kukafini na nini. Kuna mpaka nakuuliza hivi kwenye hiyo yupi. Nikasema in 20 years kuna betrayal yoyote ambayo uliipata kupitia watu wa karibu ambayo ikakupa disappointments kubwa kwenye game? Yani kwa sababu ndani ya game kuna vitu vingi sana. Wengine wanakuwa ni washikaji kweli, lakini baadaye wanazunguka. Sometimes tuna low na free enemies unawapambania, kumbe unapoteza calories. Yani kuna mtu anakuwa anachukua jambo lake kama lako, yani wewe yani hata ukisikia sehemu mchungu bwana una suggest jina lake na nini, bwana kwa nini mfanye tusimlete na nini, unapambania ni kwamba hata akipata yeye yani una enjoy yani. Lakini unakuta labda mchizi yeye hafeel hivyo kama unavyofeel wewe, yani ile energy unapoteza kwake pengine bila hata yeye kujua, sababu kuna vingine vinafanikiwa vingine havifanikiwi. Lakini stika ukisikia sehemu unaona hapa mwana mchongo si anaweza akapiga hapa akapata. Kwa hiyo ni mtu unampambania ni kama ile yani labda tuseme labda ndugu yako wa kuzaliwa, lakini kumbe unakuja kugundua kwamba anatokea mtu sinajua industry nayo ilivyo fani bwana kwa naye kwa anakuongelea hivi fani, unasema mbona trust like a brother, alafu kumbe mbona ana muda mwingine anakuwa na hiyo negative energy towards me. Kwa ndio hiyo unakuwa unauliza sasa, yani inakuwa mpaka inakuweka sasa dilema. Yani sasa yupi ni muamini, yani hivi ikitokea mimi nimedondoka hivi yupi sasa? Maana inawezekana yule ambaye pengine unamwona sio mwana, kumbe ndio akaja kushiriki mazishi yako kwa karibu, kukafina mpaka kuingia kwenye mwana ndani na kila kitu. Maana sasa unaanza kukosa hiyo trust. Inakufanya sasa hata huko mbeleni akitokea mwana mwingine na nini umchukulie tu ni mwana wa kwenye game tu, labda wa hii mipango tu na nini, kitoka hapo kwamba we sio mwanangu wa kivu, yani sio mwanangu ambaye anaweza kukuambia ya moyoni yangu. Sababu mtu mpaka uifikie unamwambia issue zako za kifamilia ni maana mtu umemtrust. Na kwamba nimekuambia wewe, kwa nini simwambie mtu mwingine nimekuambia wewe? Kwamba ni mwanaichi nikikwambia utakaa nacho wewe. Sio nikikwambia wewe sasa akija Jabiri, mwana yule na situation hivi na hivi na hivi na hivi. Akija Maalim Nashi, mwana yule hivi na hivi, akija Mchizi Mox siji nani? Au hata pengine mimi najua sikuambia for reason, nimekuwa na wewe ndio mtu wangu. Sasa zikaanza kutokea situation kama hizo, unaanza kuona kumbe I was trusting the wrong guy pengine. Inafanya pia hayo masuala pia ya kuwa na marafiki wa karibu pia hivyo wa kushare vitu vingi na kufanya iondoke uwe tu kama bwana Adili peke yangu, uwe tu na mitikasi yako, tukikutana kwenye game vitu vya kushirikiana tushirikiane ishie hivyo. Kondo sasa hiyo ndio ikaja yupi, yani nauliza sasa yupi, labda huyu mchizi wangu ninosoma naye ambaye tumekuwa naye mtaani tulikuwa tunaitana mpaka mapacha tunajua mkiwa wadogo ili mnakuwa mnaona mvokuja kuwa wakubwa tena amekuwa sio pacha tena, yani amekuwa mtufani kama yani mmejuana na nyinyi ukubwani wakati mnajuana tangu maisha mabovu. Unaona mbona tena huyu amekuwa sio pacha wangu tena. Unaona mchizi wa udogoni tuliitana mapacha. Ndio huyo ukubwani anakukacha. Unaona kumbe sio. Labda mwingine unakuta mwingine labda mmejuana naye miaka 2-3 mmejuana ukubwani na nini, lakini unamuona kama ndio yuko loyo kinoma, yani lake unaona kumbe pia time kumbe haimati. Unaweza kukutana na mtu ukakutana karibuni lakini akawa very loyal kwako yani. Na yule ambaye mmetoka naye udogoni kuna pia ukubwani asiwe loyal, vitu vikabadilika. Lakini all in all kwamba
nilichojifunza kwamba kutokuweka vitu moyoni, kwa sababu utakorofishana na watu wangapi utakuwa kila mtu. Fidikiwa alisema chuki humuumiza anayehifadhi. Kwa nini niwe najistress mwenyewe na vitu kumkunjia mtu ambaye alikukosea? Inawezekana mimi pengine na mimi pia nakoseaga watu huko. Kwa hiyo kama mimi vile kama ambavyo ninavyohitaji watu wanisamee makosa yangu, pia na mimi I need to forgive. Hata japo ndio tusiwe tena vile kama zamani, lakini kwamba moyo wangu uwe mweupe, nisiwe na vitu moyoni. Sababu mwisho siku utakuwa kadri unavyozidi kwenda huko, kuna vitu watu mnaitilafiana, mnakorofishana, aidha purposely mtu kapanga kukosea ama kibinadamu bahati mbaya, all in all kwamba sitaki kuvihifadhi vitu. Kwa ndio maana na hiyo maisha yanaendelea. Mtu ikitokea pia bado bana mchongo fulani mtu fulani unataka namba yake hiyo hapo tena namba yake mimi na kichwani tu umeona namba fresh, hata kama wewe ulishamuona kwamba wewe sio mwana tena. Yeah. All right. Sawa bwana, stories zimenoga sana and I hope utakuwa unamuelewa Mansuli. Maka uko unaangalia Dickies tu, mzee ana vitu sana huko, inabidi sikiliza mzee, go deep kwenye mistari na vitu kama hivyo. Kuna mengi sana mafunzo hapa na pale. Sasa 2022 Mansuli bwana ulikuja na Love Life album. Yeah, bam kabisa, ngoma Love Life album 19 na 20 nikiwa bonus ya My Life. Sasa pengine nataka kufahamu leo kwamba msukumo wa Love Life album, ile album ilikuwa ni ya love kwa asilimia karibu 98. Yeah. Au sio? Yeah. Maisha ya mapenzi na mambo ambayo yanazungukia humo na nini. Yeah. Na kulikuwa pia kuna mabadiliko makubwa sana, beats na kila kitu ambazo zilikuwa zinasikika mle. Kuna beats nyingine nilikuwa nazisikia zimekaa kiafropop kabisa, mwanangu unapita pita na nini. Yeah. Na vitu nikasema mwanangu amepita humu imekuaje? Lakini by the way ilionyesha upande mwingine. Yeah. Kuna some songs ambazo ulifanya melodic rap. Yeah. Kusikia mziki kama mfano ile ulifanya na Jinako ile. Yeah, ile ina jina la Madoido part 1, sababu kuna part 2 nimefanya na Zoro. Na jina la Madoido. Bora bana. Unamlalamikia Madoido. Sitaki nataka yani. Kama anakuja kama anakataa. Mle umefanya kama umeimba kidogo ukarap tena na nini. So kulikuwa kuna mabadiliko makubwa sana. Yeah. Na kimsingi ni kwamba hip hoppers, familia ya hip hop wote kwamba jamaa wataka kubadilika na nini, umeona bwana, na hiyo ilikuwa inatukosti hata sisi, uwe DJ uwe mtangazaji huyu jamaa wataka kubadilika na nini. Kwa hiyo wakati mwingine unakuwa uko under pressure. Yeah. Na unaweza ukajikuta kwamba unafanya vitu ambavyo havipo kwenye sio tu misingi, lakini havipo kwenye sehemu ambayo wewe pengine ulikuwa unaifikiria kuitumikia. Yeah. So niambie, that album ilikuwa ipo katika shinikizo la aina hiyo ama ilikuwa ni mpango wako kwamba mimi rasmi nimebadilika na nataka nipite njia hii? Mimi nachoshukuru Mwenyezi Mungu huwaga sijai kufanya muziki wangu under pressure. Yaani meta ikitoka nyie trending tu na kitu kinacho trending kama mimi kwa wakati huo yani sijafeel kufanya hicho kitu. Hata mpaka kitaisha kitaondoka yani. Yaani chochote kile nimefanya ujeni yani ni utashi wangu mwenyewe, nimejisikia nataka kufanya hicho kitu kwa time hiyo. Izaanza kama kitu kingine tu ambacho kimenisukuma, lakini sio pressure za kambeti za game labda zinataka hivi sasa hivi zinataka hivi, kwa sababu pia naweza ukanilazimisha nifanye kitu ambacho mimi siwezi ama sikifeel, na kama sikifeel pia maana hata kukifanya pia sitokifanya kwa usahihi. Kwa hiyo nitakwambia tu bwana, wewe kama upendi kinachokifanya hicho na ukifanyia wapo wenyewe wataalamu wenyewe ambao wanaweza kufanya hivyo. Nitakuwa la maana sana ukishabikia hivyo na hicho unachokipendea ambacho nataka kulazimisha mimi nikifanye. Sababu mwisho wa siku kila mtu kuna kitu chake anachopenda kukifanya, usilazimishiwe hisia zako wewe ziwe zangu. Sababu muziki ni hisia. Mimi time hisia zangu zikinipeleka nataka kuandika message fulani nitaandika hiyo, sababu mimi ndio hisia zangu zinanipeleka huko. Sasa ukinilazimisha bwana andika ngoma sijui na usikitu fulani, pengine mimi hiyo ni time hiyo mimi sina ni mood yangu haipo huko. Kwa hiyo hata hivyo nitavokuwa nafanya, hata nitavokuwa naandika, yani haitakuwa nani inatoka moyoni. Nitakuwa pia mimi mwenyewe si feel. Yani unajua unafanya kitu ambacho mwenyewe ukijisikiliza hau feel. Kwa hiyo time nilikuwa najisikia yani kufanya hiyo album ya namna hiyo. Na nilipata comment nyingi sana positive. Watu wengi wakisema ni album moja classic sana sababu ilikuwa ina ma story. Hata ile intro ukisikia niliyopiga hiyo album nilikuwa naelezea kwamba hiyo album yani
what it's all about, kwamba ni yale mahusiano ambayo yanavyoanza mwanzoni, labda unamapproach huyo mtu uwe naye, afu ndio yale mwanzoni sasa mmeshakuwa kwenye mahusiano yameshamiri, alafu sasa ile yameshashamiri anaenda sasa anaanza kupungua majibizano, yanaanza kidogo kidogo, mara yale majibizano yanakomaa, mara mnaanza kufarakana na nini, mwisho wa siku mnakuja mnaachana. Na hicho kipindi ambacho pia umekaa sasa kwenye hiyo hali ya kutokuwa na mwenza wako na nini, mpaka tena wanapata hiyo mood ya kwanza tena kuanzisha mahusiano mengine mapya, ndio hiyo album ilikuwa imekaa hivyo. Kwa hiyo ukisikiza tu Juju anza kuona tu nyimbo tu zimerekodiwa zimewekwa mle, lakini ukizisikiza kwa mpangilio wake tangu zinavyoanza hiyo utangulizi, ngoma ya kwanza najielezea mimi yale mapenzi yangu ya kishule tangu nilivyobalee na nini ile kishuleni, labda unamwona demo unaogopa kumwambia, yani unajua unavyokuwa unaanza kukua, sijaka wao akaenda kusemea kwa mwalimu nini, inaenda mpaka ile umebalee mahusiano unaanza nayo, ndio hiyo inaenda hiyo, mara inasema ina majibizano, mara yanakufa. Hicho kipindi unakaa mpaka unaanza tena. Kwa hiyo ni kama it's like a series, na sehemu nyingi ambazo watu wanaenda kufanya hivyo wanasema ukisikiliza yani unajenga kitu fulani. Kama nilienda mpaka kwa Sky, alipenda sana kwa sababu kabla jana hujaja nilikuwa nasikiliza album, yani imekaa kama movie fulani, yani ngoma hii inaelezea kisa hiki, ngoma hii yani ina storytelling fulani vikibao, story ni nyingi sana. Yeah. Kwa hiyo nilifanya kitu ambacho mwenyewe nilikuwa na feel kufanya, na haikuwa pressure ya mtu yote kuniambia nifanye hicho kitu ndio kita trend labda. All right. Yeah. You are one of the best rappers ambao wana good selection, good beat selection. Unajua sio watu wote wana hizo Yeah. Nafikiri watu wengi wana nani. Nashukuru pia kwa hilo, nilikuwa nikipata credit watu wengi wananiambia, wanasema bwana wewe una selection nzuri ya midundo na hivyo vitu unavyoviongelea, yani mdundo unaochagua na topic yake, si kwamba kila mtu anaweza hiyo. Kwa mpaka kuna mtu akaniambia labda kuna mtu huwa anakuchagulia, labda akikupa beat na kukwambia andikia topic hii, naambia mara nyingi ninapokuaga mimi nakuaga na topic yangu. Kwa hiyo nikienda namwambia producer hebu nigongee kitu fulani, yani mara nyingi unapenda nikae na producer akawa anagonga na mimi niko pale pale labda na test kuingiza mpaka nione hii sasa inanifaa. Kama nikikuta wewe ulishaandaa mdundo nikaupenda, maana mimi sitabidi mimi nifuate zile hisia za ule mdundo, mimi nije niandikie juu kile kitu nikifuatisha nini, na pia italazimu nifikirie ni usikilize. Ndio maana kuna muda hiyo sasa inanifanya naweza nikapewa beat nikakaa nayo hata mwezi mzima, nafikiria hii kitu gani nikikiandika vitashikana. Sio tunakukurupukia beat tu na kwanza kukundio na nata nao, lakini sasa inakuwa amja topics na yeah. Okay, sawa. Ndio maana nikasema hiyo. Kwa hiyo hata zile Afropop na nini ilikuwa ni mwenyewe tu. Ni mwenyewe kabisa, yani cocktail umefina mbembo hicho kitu nataka kufanyia, mpaka producer naye sometimes anasema hii unataka kuifanyia, unataka kufanya kitu gani? Naambia nina kitu chake ambacho nikikifanya humo kitendana na mwisho siku ukifanya na yani kwanza mwenyewe anakuamini kwamba unaweza kupita kwenye beats zile, na bezi sio tu sababu ni vitu vyetu tunavyovipenda, yani sio vitu ambavyo vipo akili ndio maana watu vifanye, lakini sio kwamba ukinipa mimi nitashindwa kuifanyia. Yeah, that's dope. So kwenye this album ya Love Life, kuna wimbo wako wa My Life ambao alikuwa ni kama bonus. Yeah. Kwenye this song verse ya kwanza, verse ya kwanza ilikuwa inazungumzia maisha yako na namna ambavyo ni kama ulikosa upande mmoja wa malezi hivi, na ulionyesha uchungu wa namna ambavyo mama yako alivyokuwa strong kwa ajili ya kukupambania mpaka hapo. Na ukazungumzia kwamba that was a moment ambayo uliamua kuwa gangster and hustler na nini, yani it was just sio vitu ambavyo kibongo wengi wanaweza kuvizungumza hasa kwenye nyimbo zao. Na wengi wanapenda kuizungumzia akiwa ile kashajipata kabisa. Mtu Tanzania ilikuwa hivi, mbona ukutuambia wakati hiyo time bado hujanani hivyo. Na mambo kangine wanaga kama mtu kitu labda ana create tu sababu ameshajipata na nini, hata kuonesha hizo kama labda kuna nje fulani alipitia ngumu, kwamba ambapo vingi sometimes pia sio lazima. Yaani useminisho kwamba ili kuna mwingine anaweza kanje yake kwa rahisi. Yaani sio lazima upitie magumu, yaani usimlazimishe mtu mpaka eti Michael Nele mtu anakuambia ndio sometimes stories za maskani. Wanaposio kama ule mshua fulani, si zetu tulikuwa tunatembea kwa miguu. Wewe unataka nauli. Sasa mzee, ndio magari yalikuwa hamna, lazima mtembee, mtafikaje huko? Sasa hizi migari kibao nini? Kwa nini mfanye mtoto atake kupitia mazingira magumu ambayo ulipitia? Usilazimishe hivyo njia yako wewe, usilazimishe pia na mwingine iwe hivyo. Sure. Kila mtu kwenye maisha ana pepa lake. Okay. So
it was very touching song. Yeah, na kati ya ngoma ambazo watu wengi wamekuwa wakiniambia, mimi mara nyingi na bahati nikifanya hizo ngoma za hivyo za maisha huwa zinakaa muda mrefu, na yani mpaka kesho unakuta mtu anakuambia mimi naipenda ile song yangu fulani, kuna time ilikuwa na relate, nilikuwa napitia kipindi fulani, nilikuwa nikisikia ule wimbo yani napata kama inani encourage kuendelea kutokata tamaa. Kuna ngoma nilifanyaga nyuma inaitwa Sina Budi, nilifanya Downtown Records kwa D Money, chorus alipiga Jocelyn. Kuna ilielezea struggle fulani za maisha. Sasa kipindi kile enzi ya Facebook na nini, kabla ya Instagram na WhatsApp na nini, nilikuwa napata sana comment za watu, nikiingia na nakuta inbox message nini madogo, nakuta dogo fulani anakuambia mimi nasoma huku, niko boarding, niko wapi, nikisikizaga wimbo ni unanipa faraja sana nini, najua na kumbe siko peke yangu. Kwa pepe yake kuchatisha nao, namwambia kwani una changamoto gani? Kwa inabidi sometimes unachati nao, namwambia lakini ndio life, tunaona sisi wengine mpaka leo tuko wakubwa tunapambana na maisha na nini, na tujaingia kwenye negative side kwa kutukwendi hiyo iwe kama sababu ya kukufanyia uwe mtoto mtukutu na nini. Stay positive na nini. Bro, nakuta anakufurahia yani, anakuona kama mtu fulani unamshauri na nini, lakini alianza wimbo wako wenyewe ndio ulianza kumfunza hiyo. Kwa hiyo sometimes pia hivi vitu tunaandika, hatuandiki tu kwa utashi tu leo wewe unaona labda mimi si ndio mikazo, si mimi ndio gango nimepitia nini, na kwamba tunajua kuna watu wanapitia hivi vitu, wakisikia inawa encourage kwamba kumbe brother tu mwenyewe mbona alipitia situation na upitia sasa hivi mwenyewe alipitia, na mbona mpaka leo brother tunamwona smart tu, mtu poa, ana noma na anaendelea na mitikasi yake, ana struggle na nini fresh tu. Kwa hiyo sometimes tunavizungumza hivyo, sio kwamba tu wewe ujue labda unaona labda mimi kichizi au vipi, na kwamba tunajua kuna watu wengine wana relate, itawa encourage pia ku stay positive pamoja na changamoto zote. Okay. Yeah. Okay. So this my life haikuwa really about you. That was me. It was you. Yeah, hiyo okay. Ni mimi kabisa. Lakini ulikuwa unajaribu kuangalia na wengine ambao mpaka naelezea hiyo verse ya kwanza kwamba Mshua aliondoka nikiwa na umri mdogo, kwa sababu kumfaidi ukaribu wake. Na akiwepo pia, lakini sijui ile maisha ya zamani struggle nini, ameondoka asubuhi amerudi usiku. Alafu najua pia ile napenda siku hizi nikiona vijana na wazee wao naambia siku hizi mnafaidi. Si zamani ukilisikia tule gari la Mshua ushalikalili mlio wake, hilo linakuja kama mlikuwa pale kila mtu chumbani na nini, lakini siku hizi Mshua unaangalia naye mpira, mnaenda naye unapiga naye story, na basi tukupata ukaribu. Kwa sababu naambia jaribuni ku respect that, pia isipitilize mkaanza kuwachukulia wazazi wenu poa, kwa sababu wameweka ukaribu na nyinyi. Si wenyewe kuna hivyo vingine tulitamani vikuepo, lakini yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nilielezea ni kila kitu ilikuwa ni true story, kwamba Mshua aliondoka nikiwa darasa la 4. Mlimani Primary School pale chuo kikuu, ambao madogo zangu naelezea yeye ndo alikuwa wadogo kabisa. Sasa kwa hizo struggle na bi mkubwa tu, kwa hiyo miaka yote 10 tangu Mshua kuondoka, sababu Mshua kaondoka 91, Maza akaja kufariki 2001. Kwa hiyo ni gap la miaka 10 uko na bi mkubwa tu. Kwa hiyo unaona na zile struggle zake na nini, na sikuitoka kwamba kuonesha kwamba Washua labda mbaki mwingine akasema mnyewe mbona mnakuwa mnawapendelea mama tu nani kama Washua usiki. Mimi nimeelezea side yangu kwamba si atakuwa na ukaribu hivyo, kwa sababu ameondoka nikiwa mdogo sana. Na kwenye ile time ambayo uhai wake atakuwa pia karibu, sababu yeye akiondoka asubuhi kaudi usiku, nyinyi mmejitoka za shule, ni muda wa kulala kesho shule, unaona. Kwa hiyo ukaribu ulikuwa na mkubwa, sababu hiyo time yote ni yeye. Kwa hiyo mkumna ule ukaribu, leo anaweza kukwambia wanangu leo nimeenda bwana, imekuwa hivi na hivi, I could bless. Kwa hiyo leo bwana tuvungeni, tutuvumilieni, kesho na siku nyingine. Kwa hiyo unaona vile ile connection inavyokuwa karibu na kuhusisha na struggle zake na nini, kwamba leo imekuwa fresh leo, yani imekuwa imejenga bondi. Na pia kwamba tujifundisha hata sisi pia wazazi wa kiume kwamba kwenye hizi struggle tusisahau kuwa karibu pia, kwa sababu utafutaji wa hauna kikomo. Kwa wakati unatafuta pia jaribu kujenga pia bondi na mtoto wako, pia ni kitu kizuri zaidi. Okay. Na in this song My Life, uligusia kuwa huenda ingekuwa ni albamu yako ya mwisho ya Love Life. Kwamba huhitaji tena kurudi kwenye game. What happened hapo? Inaonekana kulikuwa kuna jambo ulikuwa umeleka kifuani ukasema bwana, hii album ya Love Life ndio ya mwisho. Kwanza kabisa tukija kwenye hilo swala la album. Unajua wengi tunatengeneza compilation afu tunaita album. Kwa sababu niliona hiyo uzito wake, ni time ulivyonichukua yani mpaka kukamilisha hiyo album, yani iwe kweli ni theme moja mtu akisikiliza anasema this is an album. Isiwe tu ulirekodi wimbo huu kwa tunchi, sijui umerekodi
kwa nani sijui kwa nani afu umezikusanya umesema album. Anaweza labda useme hiyo labda ni mixtape ni nini, lakini usiseme eti kwamba hii album yangu kumbe ni mkusanyiko wa nyimbo. Kwa hiyo niliona ile ugumu nikasema bwana sifikiri kama nitakuja kufanya album tena. Lakini haikuwa kwamba eti labda nilikuwa very disappointed nikasema sitaki tena mambo ya album. Ni kwamba ile hardship niliyoipata mpaka kukamilisha hiyo lolote wazo moja linalozungumzia ni ngoma hii ikija ina relate na hii yani kuna muunganiko wa story yote kitu kizima. Nafsanga nikasema ni kama nitakuja kufanya itakuwa ni design za mixtape tu, nimerekodi ngoma hii sio lazima hii ungane na hii hivyo. Lakini sio kwamba eti kwamba sitaki kufanya, nikija kufanya kitu cha pamoja kikweli sijafikiria kama nitakaa chini kufanya album. Labda iwe ni joint venture na mtu mwingine kwamba tunashare mawazo ndio tutengeneze album. Lakini sio mimi kama solo artist. Labda itakuja EP tu mixtape. Huo msimamo bado upo? Bado upo. I say? Okay. Kwa hiyo ndio maana sasa hizi unatupatia EP hizo na nini? EP hizo labda nikija nitakuja na mixtape ambapo pia ni limit hivyo kwamba kila ngoma labda hii usiane na hii na hii usiane na hii. Yeah. Okay. Sawa. So kimsingi ni kwamba hatuna another album ya Mansuli. Anyways, maybe somebody somewhere anasema bwana Mansuli bwana you need to have an album bwana. I got the money here. Tafikiria maki pia anasema never say never. Tunapumua. Unaweza baadaye ukajikuta maneno yako mwenyewe ukakinzana nao ukasema kuna ikaje hiyo moodi hiyo nani ya kuandika hiyo album na nini. Kuna sasa hivi kuna improvement sana kwenye masuala ya kibiashara. Kile watu wanaikiana mizigo bana fanya album. Unajua kwa hiyo nafikiri anyways tunaweza tukakutana, unaweza kukutana na jambo hilo sio? Sawa, nitakupeleka kidogo kwa haraka lakini pia nakukumbusha baadhi ya vitu. Capital Letters. Ulikuwa unafahamika nao. Na mliweza kufanya kazi ambazo zili make sense sana. What happened with Capital Letters? Yani kundi lako hilo lilikuja likapotea katika mazingira ambayo hayakuwa kawaida. And then you had a comeback kwenye miaka 2000 na kitu hapo. 12. Tulirudi na Aveli lakini sio na JLT pia na Latinga kuepo. Okay. Mlikuwa wangapi? Watatu. Aveli, wewe, JLT ambaye ni mdogo wake D-Rob, Malim D-Rob. Mimi na Aveli Geto Masaa watatu na mshikaji wetu Jimmy ambaye ndio alikuwa ana run hiyo Capital Letters 9D. Kwa hiyo yule hakuwa sio kwenye wala muziki. Okay. Alikuwa tu just affiliate tunasema. Ndio maana naona kama wanne hivi kumbe sawa. Sawa. You had your run alafu mlirudi mkafanya kazi na Marem Zilla. Kwa Mason Selector. It was great kabisa. What happened kuanzia kuondoka kwa lile kundi na mpaka mlivyokuja mkarudi na baadaye hamkuendelea tena? Kwanza nianze kwenye historia mimi nilivyoingia kwenye Capital Letters. Sababu anza kusema sio kwani nilikuwa gani mtu kwenye magroup. Mimi nilianza tu kama solo artist na Amibi. Baada ile ndio maana nikasema kina kirefu mimi kwangu bado itabaki ngoma bora. Kwa sababu pia Capital Letters ilikuja baada mimi kuingia kwake baada kina kirefu. Yule mshikaji wangu anamsema Jimmy ambaye alikuwa anasimamia hiyo alisikia Salama Jabir akitambulisha ile ngoma ya kina kirefu kwenye vile vipindi vya asubuhi vya Jumamosi kwa I think wakinaitwa ni Planet Bongo hivyo sijui. Kwa hiyo wakati yupo kwenye mitikasi yake kwenye gari alivyosikiza akasema huyu jamaa gani? Mbona yuko anaonekana yuko vizuri sana kwa wonderful. Ndio mara ya kwanza namsikia. Kwa hiyo wakawa wananitafuta. Uzuri sasa unajua kitu nacho kikiwa kimepangwa kutokea wakati wananitafuta kuna mshikaji wangu nilisoma naye shule ya msingi. La kwanza hadi la 7 anaitwa Adamu Mzee au tunamuita Adam the Mob. Sababu anapenda sana Mob Deep. Lakini hakufanikiwa. Walianza zamani huko walikuwa wanachana, enzi hizo wakiwa Forodhani huko na kina Chivalo nini, lakini baadaye game ya kuendelea nao serious. Kwa hiyo time hiyo alikuwa kwenye zile photo point zile ambapo moja ilikuwa inafanya iko pale Mayfair ambazo zizi chini za wewe mshikaji wangu time hiyo. Kwa hiyo wakati wanaongea bana jamaa tunamsikiza jamaa fulani jamaa akasema bwana mfahamu huyo. Yaani huyo ni classmate wangu kwanza la kwanza hadi la 7 na nini mimi naweza nikampata. Basi jamaa akanimchawaa bana akamba kuna mshikaji wanataka kukucheki na nini ucheka mnaweza kufanya nao kazi na nini. Basi na mbilicho mimi niko mwenyewe tu solo artist niko na why not. Basi nikaenda kule siku nikaenda kuonana nao akaniambia bana sisi tuko hivi akaonyesha na kazi ambazo wale kufanya na Aveli na JLatinga nikaona basi fresh naweza tukafanya kazi pamoja ndio mimi nikaingia Capital Letters. Kuanzia hapo hiyo na hizi ilikuwa
kama sio 2007 na 8 mwanzoni. Kwa nika Capitolators, na nashukuru nikiwa Capitolators ndo nilianza kufanya video yangu ya kwanza na Adam Juma. Kipindi cha Adam Juma mgusi hivi. Sahihi. Yeah, nikatengenezewa video ya Tuko Pamoja ile ambayo ilikuwa ni beat ya Luch. Ile historia yake pia ilibidi awepo na Aveli siku ile. Sasa Aveli naye unajua ratiba zake, alikuwa na maskipi time ile anasoma CJFM. Kwa mimi nilikuwa niko sharp, kipindi niko moto na games, unajua muda wote mimi ukinipigia simu moja tu shafika studio pale Ages, nilikuwa na Nice P, tulikuwa tukiendelea kwa sababu ndio ilikuwa studio yetu ya Capitolators. Tunaenda tukachukua beat kwa producer mwingine tukaenda kuingiza vocal pale. Basi mimi nikachapa verse ya kwanza, nikachapa ya pili, nikauliza bwana verse nyingine ya tatu, ngasemea ipo. Nikapiga pia tatu, na nini akanisaidia kwenye backup za chorus, mimi kuna sauti za J Latinga. Hii ngoma kwa machizo mtaa, Blaze Rap. Tuko Pamoja, zile sauti za Latinga ambaye ni mdogo wake Malendiro. Kwa ngoma ikawa kama yangu mimi kama solo artist, lakini ni project ya Capitolators. Ndio mara kwanza mimi nafanya video na Adam Juma. Nikaja nikafanyia tena video ile ya Mrembo ambayo nikiwa na Jocelyn. Ile pia nilifanyia video nikiwa chini ya Capitolators. So shout out kwao, kwa 9D, Jimmy na wanangu wote ambao tulikuwa pamoja. So baada hiyo kupita huo ukimya, mimi nikiwa na watoto wao mwenyewe, watu wakanauliza bwana vipi Capitolators na nini, mbona kimya? Sababu mara kwanza nakumbuka project ya kwanza kuonekana pamoja tulitumia beat ya marehemu Sipwa. Ilitaga sintofahamu na nini ile hasa ile mara kwanza tunasikiza tulikuwa tunapiga PA, kwa ile kale inapigwa lile beat la Sipwa. Watu bwana ile beat kali na nini bwana, tukirudi dai inabidi tuongee na Sipwa na nini tuone namna nasia kulitumia. Ndo project yetu ya kwanza, sio kwa tunaita Tupo Hai. Hiyo ngoma ilikuwa ngoma moja ili nani sana, yani ilipata umaarufu sana kutokana na kurudia hiyo beat ya Sipwa. Watu wakasema jamaa wamekandamiza kinoma yani kwenye beat, yani wao waliforudia. Lakini sasa hivyo itetele sintofahamu, tukarudia ngoma nyingine inaitwa Niso, tulienda kufanya Downtown Record, mahadhi yao ya Crank Music. Kwa baada hapo ndo tukawa tena hatukufanya tena ngoma mpaka hiyo tuliforudi tena 2012 mimi na Aveli tu wawili. Kwa sababu Latinga aliomba kwamba yeye kuka bench kidogo na masuala ya Capitolators. Okay. Kwa hiyo tukawa tumebaki mimi na Aveli. Alright, sawa. So where is Aveli and na ule wenzio sasa hivi? Ndio nimekwambia huyo Latinga yeye aliombaga mapema kama bwana, mimi masuala sasa hivi ya music na nini na issue zangu kidogo, naomba niwe pembeni. Yeye nikitokea nahitajika kwenye ushauri na nini nitakuwa na participate. Kwa hiyo ikawa imebaki mtu mbili, mimi na Aveli. Ndio mpaka tukarudi kufanya hiyo na Malemzira, hiyo bado tupo. Baada tena Aveli naye akametingwa na mambo ya familia nini, sababu Aveli baadaye akaja akachukua jiko na nini, akaenda kaa kidogo nje ya mji. Kwa kupatana pia hiyo connection kidogo ikawa ngumu. Okay. Lakini Aveli yupo naye anaendelea kama kawaida. Mr. Aveli, nadhani walikuwa na flow nzuri tu, kwa hiyo kwa hiyo tuna miss bwana. tuna miss kile ambacho walikuwa nakifanya hapo kabla. Yes. So nadhani wewe umeweza ku-maintain hiyo nafasi yako kwa muda mrefu sana. More than 20 years sio jambo dogo sana. Yeah. And how hard yani kuweza kui-maintain hiyo? Hake mtu anaweza kukuona tu. Yeah. Ni wachache sana ambao hapo. Alafu pia kuna consistency hapo. Mo anaweza kuwa anakuja baada ya muda fulani, lakini ujio wake kwa sababu anakuwa watu wamemiss, lakini anaweza kuja na mawe akavurumisha mawe fulani. Akateka over, baadaye akalizima kimya hata 5 years unaona. Lakini umekuwa na hiyo consistency yani ya yani bila kuchoka. So how hard is it? Kwanza pia hiyo kuweza kuwa na hiyo consistency ni hiyo love yangu na hiyo sanaa na hiyo passion yangu na sanaa. Kwa kiankana yani najisikia tu kuingia studio kufanya ngoma, kutoa hata kama ito kwenda kule, lakini nikikaa tena nasema for the love of the game, na wale watu wangu ambao die hard fans wangu wanapenda kunisikia kila mara. Kuna vitu tena naweza kanimekanga sema bana acha niingie studio mwaka huu, labda nitatoa ngoma moja, mwaka huu 2, mwaka huu zitakuja 3, mwaka mwingine 4, mwaka huu naweza nisifanye hata video nikatoa audio mwaka mwingine tena. Yani kutokana na hiyo pia nguvu inayokuepo. Sababu hardship pia ni kuwa wewe ndio kila kitu. Yani sio ile music ya kuwa na team kwamba huyu anasimamia masuala ya studio, huyu labda masuala sije ya media tour ikitokea baada ya ngoma, huyu anasimamia hiki. Yani wewe mtu mmoja ndio kila kitu, kwamba wewe ndio uselect beat,
time hii bwana nitafute beat fulani, utafute hiyo session, urekodi, ukisharekodi hii mipango ya kurelease ngoma ikoje vipi, uanze kutafuta kina Jabiri sio kina nani, uanze kupigia kila mtu bwana inatoa ngoma yangu na nini, nahitaji interview na nini. Kwa hiyo kwa one man army nao, yani hiyo ndo changamoto moja hapo kubwa, ambapo pia nadhani sometimes mtu mwingine akiwa ana mitikasi yake mwingine ambaye anamwekabidhi sana, anaona bwana sitoweza kuna hiyo consistency, sababu muziki unahitaji time pia, ukiachana na uwekezaji wa fedha na uwe na time pia ya huo ufuatiliaji. Alright, sawa. So kwenye ujio wako mpya bwana kwenye freestyle, kuna freestyle huko bwana umeongea maneno makali Mansuri. Ile freestyle ambayo ilikuwa kwenye EP ya Sinza Star. Yani ngoja tusikilize hapa kidogo hapo. Umekuwa mkali sana. Nikasema ndugu yangu vipi bwana Mansuri? Anasema safisha jiji mfalme Sinza taka pita waliojitama gwiji long time nilishazika tena futi sita wanaweza kaifuata tu fanya mengi na hakuna name kisha you better clap back kejeli zako bure dogo you better stop that usinifananishe na watoto wajuzi au marapa wangu kwangu mimi ni ushuzi I'm a legend kama huyo mwenzako alivyosema bora nipe heshima kwa madini ninayotema ma role model wenu wala unga na shada ndo maana mpende shule mnaishia kula ada wasikize ma MC kama Nash MC Jomona solo thing rest in peace Mac to be achana na Tekashi 69 weka hata Nas au Rakim umenipata naitwa Mansuri kitabu kwenye hii rap game kauli kuni you know me by my name go and Google that read it between the lines nisome kwa Wikipedia they can't stop me shine nimeshafanya mengi kipindi unavaa nepi mandisha ya fotiki na kama unabisha cheki stop wasting my time dunga na waza vingi ona mesimamisha kwa ubishi wenu kipimbi get the career umeshafanya mengi wakati unavaa nepi. Bwana na sijui rapa yenu mkali, mimi naona ushuzi sijui nini hapo. Vitu vingi hapo. Nani alikukera Mansuri katika new generation bwana? Sio kukereka labda specifically na mtu fulani. Yani kwanza hiyo ilikuwa ni soundtrack. Unajua Kikosi Kazi wakati inakuja hiyo nilirekodi time ile ya Kikosi Kazi. Yes, na ilibidi pia iwe kwenye soundtrack ya movie ya Kikosi Kazi. Tulipanga ndio kishakuwa na script zetu, kila mtu alipewa kwake, tulipanga na Adam kiachana tu hiyo iwe na movie kama documentary jinsi tulivyokutana. Yani ile kila mtu anapigiwa simu alikuwa kwenye mtikasi wake fulani na nini. Kuna mwingine nakumbuka sijini Nick sijini wana alikuwa yeye yuko shule anafundisha, simu inaingia, oya bwana inabidi tukutane siku fulani. Mwingine alikuwa sijini Eva taxi anaendesha tu nini, simu imeingia. Mwingine sijini alikuwa wapi, hasa mimi nilikuwa zangu tu simu yangu nasema inabidi nionekane kama napita zangu supermarket nini naenda kununua mahitaji madogo, wale wanakuwa kama wanabishana. Mmoja anamwambia mwenzake, "Mamone waliopita huyo MC kitambo bonge la rapa huyo kashatoa mangoma kibao na nini." Ule mwingine kama anakataa hivi, rapa gani huyo? Hapa na mweza fulani. So unajua nakutajia wale ambao yeye current ndio sasa anawasikiliza ambao ndio sasa hivi wana shine. Wewe kuna nini fanya? Sasa mimi napita kama nawasikiliza tu, lakini ile napoteza kwa sababu tamu na mimi games silitaki tena, niko na mishe zangu nyingine. Noma nini naingia zangu nanunua, wakati natoka na kutabada hapo pale nje. Sasa yule ambaye ananijua anaamua kunisimamisha, brother simama bwana, vipi bwana tu anabisha bwana, wewe si mtu fulani sina nini, naambia ndio mimi. Mimi sasa unaona mimi nakwambia wale kwa noma au nini, yule mwingine bado ana kama anakataa. Sasa ndio hiyo soundtrack inapigwa hiyo, kwamba hivyo madogo wanabishana, bembe wacheni kunifanisha mimi na watoto wenu wajuzi au marapa wenu kote, mimi naona ushuzi. Mimi nishafanya mambo kitambo na nini. Hiyo game wenu sasa hivi na nini, au marapa wenu mnawasikiza sijui kina Tekashi nani, mimi nasikiza watu kama kina Nas, kina Rakim, napata knowledge. Kwa na waleziani hiyo maana vitu mambo mimi vimenijenga, ambao ndio ibidi iwe soundtrack kwenye hiyo movie sasa, ambao pia Adam Juma hatukuweza kufanikiwa kuifanya, lakini Kikosi Kazi ilikuwa na mikakati mingi. So hii haipo katika kudisi ama hamna kijana leo kukera. Hiyo hamna kijana. Afu mimi sasa mimi na bahati ya vijana wengi waga wanaonaga kama babu yao nini, tukikutana story nini wanafurahia tu nini. Watafaa mzee sitakubana hatujao hivi nini, tunakuona kwenye TV mzee uko hivyo wake. Pigo zako ile nini, tukikutana ni matani tu kina countries nini. Kwa hiyo sijai kuwa na ukorofi nao. Your top 5 rappers wa hii new generation anaweza kuwa nani?
tukianzia mwaka gani sasa hivi, maana wapo wengi ambao wamekuja baada ya mimi. Let's say for the past 10 years. 10 years. Kuanzia 2015 hapo labda 11 hiyo. Kama kwenye 11 Disaster Vina ataingia. Kwa sababu nilianza kujiona naye nilivyoingia Tamaduni Music 2012. Mimi nilijoin Tamaduni Music. Duke alinikaribisha wakati ndo nataka kutoa albamu yangu ya Kina Kirefu. Akaambia bwana wewe unafanyaje na nini, kavipi basi njoo huko sisi tunafanya hizi, tunakuwa na matamasha yetu sehemu nini, tunauza wenyewe na nini. Duka alinielekeza vipengele vingi. Kwa nini mimi nikakutana na Maalim Nash pia akanielekeza, nilimbukia kipindi kile na Katemeke, alikuwa na mtambo wake na nini, kwa naenda kwa nachoma masidi na nini, tunauza wenyewe na nini. Kwa hapo ndo niliingia Tamaduni Music rasmi, ndio nikajua kwa wadogo zangu wengine kama kina Pima Wenge. Mawenge nilianza kujua naye kwenye wapi Words in Picture. Huko najua na kama kina Songa ndio ile kukutana kwa na ule ukaribu wa kina Wano, kina Nick. Yaani unaweza kama mtu ulikuwa unamuona tu lakini hamkuwa na hiyo ukaribu kama familia. Kwanza hapo ndo tukawa hiyo familia moja. Kwa hiyo wakati huo pia mtu kama Disaster kwa mtu watu wanamwangalia sana. Kwa inawezekana Disaster sijui hapa kwenye miaka gani, kwa hiyo nitamuingiza kwenye hilo kundi mimi binafsi yangu. Kati ya watu na respect sana hati yake hadi mwenyewe anajua, kwa sababu mimi nikipenda kitu wasifichi. Naweza nikakupigia simu tukachati nikakwambia bwana wewe napenda sana unachokifanya hasa ngoma fulani naipenda kinoma. Kwa hiyo nimekuwa nikimwambia mara kadhaa, kuna time kwenye Instagram yangu ile picha ya pale niliwekaga picha fulani ya black and white ya Disaster. Sababu ya time nilikuwa namsikiliza sana, kwa hiyo nikimsikiliza nasema huyu dogo mbaya huyu. Na vitu vyake kama movie kama nini. Kwa Disaster mimi anakaa kwenye watu wangu na wasikiliza muda mwingi. Pima Wenge pia kama anaingia. Kwa wengine wanaweza kusema mbona anataja tu watu familia yake na nini, lakini kwa sababu pia ndo by the way when you say pia hapo tunaweka kama 15 years. 10 years pia tunasema kama kwenye kuanzia 2011 na ngapi? 2000 tunazungumzia ile mtu kwanza kushine sasa ni ile kwa basi la 2011 maybe 15 years labda piki imeanza kuwa kibabu. Haya Disaster kuna udogo sasa hivi kabisa huyo. Toxic Fuvu. Yule pia wa kwanza walipita kwenye mikono yetu, alipitaga pale kwenye zile freestyle battle zetu za City Rap Battle. Tulimuona pale alikuja siku moja hiyo siku akawa na bingwa akafika hadi finali akachukua na nini. Yuko vizuri kwenye uandishi wake. Kuna yule Rapture storyteller mzuri na japo sasa kidogo nimeona kama kidogo kasi yake sijajua na majani imekuwaje production, lakini anaachia some tracks. Basi amefanya kazi. This 2025 amekuwa busy, nimeona amekuwa kwa some busy kidogo. Basi afu uzuri wote pia nishawaambiaga kwamba wako fresh, napenda hiyo art yao. Watano. Moni pia anaingia hapo. Central Zone, right? Sababu ana hiyo anavyo-switch na hizo mistari zake na nini pia. Wapo wengi kwa sababu umeniambia kwa 5 tutaishia hapo. Sawa. Umenikumbusha ulipozungumzia mambo ya Tamaduni Music na nini. There was something ambayo nilitaka tunaweza tukafungia au si? Walikuingiza kwenye bifu na weusi ile bifu ile. What happened? Rafiki yangu mmoja leo sitapenda kumtaja jina lakini ni rafiki yako pia. Aliniambia sasa Mansuri kaingia kwenye huu ugomvi. Weusi wamemfanya nini na yeye? Okay, of course ilikuwa ni it wasn't that really beef lakini watu wakasema mbona Mansuri kaingia kwenye huu ugomvi? Mansuri weusi wamemfanya nini? Hao wanajulikana. Unajua watu wengi wanasahau kwamba sababu tuko karibu sana na wewe kutoa ngoma ya pamoja, lakini wanasahau kwamba mimi ni Tamaduni Music kwa muda mrefu tangu 2012. Nimekuwa Tamaduni Music. Na ile ngoma ukiongelea iligusa Tamaduni Music kwa ujumla. Japo haikuwa open vile. Kwa watu wanashangaa sababu mimi nilikuwa nikibezi sana kama solo. Yaani wanaona kama vile mtamaduni sana. Lakini nipo kwenye group la WhatsApp la Tamaduni Music, vitu vikijadiliwa nipo na naona kila siku mpaka hivi sasa hivi. Kwa nimekuwa Tamaduni Music. Na ile kifamilia, alafu sasa pia kingine kilichotokea, watu wengi wanahisi, yani wanashangaa mimi kuepo mule kwenye ile diss track. Wanadhani ile kikosi kazi ilianzishwa baada ya ile ngoma kutoka. Kumbe ilikuwa ni coincidence, ile ngoma inatoka kikosi kazi ina kama mwezi. Kama wiki 3-4 na tumeshaanza kurekodi na ngoma. Na tushaanzisha group yetu la WhatsApp na nini. Jamani wewe kwa sababu tukwenda kukutana kila Jumamosi pale Pro 24 na Kita the Pro ndo alikuwa producer wetu rasmi. Kwa hiyo kwa kila Jumamosi leo tunarekodi ngoma. Tumeenda Jumamosi ya kwanza tukarekodi ngoma 2, ikiwepo ya kwanza na ile sala ambayo tulitoaga.
Tukaja Jumamosi nyingine tukarekodi. Sasa ile tunapanga tena Jumamosi nyingine ndio ile ngoma imetoka Interlude ya Weusi. Mtu mmoja memba mmoja akachukua kaingiza ile linki. Tukamwambia bwana hiyo ngoma hiyo ngera kanoje. Ya Weusi imefanya nini? Anyewe sikilizeni. Wana kama wametupiga shoti za mbalimbali. Tukaisikiliza. Unajua mkiusha kwa kundi ile crew wengi za story mwingine akasema oya mnaonaje Jumamosi ya wiki ijayo tu dedicate kujibu hii ngoma. Tuachane na ule mradi wetu wa Kikosi Kazi tujibu lishambulizi. Sasa humo tuko wote, producer pia yuko humo. Producer akasema fresh, meweza kuandaa mdundo kwa ajili ya hiyo na nini. Watu poa. Alafu wakati hiyo tunataka unajua unajibu disi sio kwamba kama umefura umekasirika na nini, sisi tunachukia tu tunacheka nini, tunasikiliza basi tuendelee. Tukaenda kweli Jumamosi tukarekodi ile ngoma yetu. Sasa ile ngoma ya kwanza ilikuwa ni tusijitambulishe kama Kikosi Kazi mpaka tumalize ngoma zetu zote tunazotaka kurekodi. Idadi yake ilikuwa kama ngoma 10. Then ndo tuanze tutoe ngoma moja, tushuti tuanze kujitambulisha rasmi kama crew ya Kikosi Kazi. Hakika kutokana na ile unajua unapotaka kujibu kisha poa tena na kwa haina maana tena. Sasa mwingine anakutatali sasa huwa anajibu kitu gani? Kwa hiyo mwingine akasema bwana hii tuitoeni tu bwana, sasa hivi sasa tumerekodi ya nini? Tusubiri tena mpaka tumalize album ya Kikosi Kazi itakuwa hata nani yenyewe ishapoa. Kweli. Sababu Azma na Access kipindi kile baada ya upo Kariakoo kuna kule rooftop juu kuna makamera nini. Tukaenda tukapanga siku tukaenda kule juu tukashoot. Ndio tukaiachia. Ndio watu Kikosi Kazi. Sasa wengi wakawa nadhani Kikosi Kazi imekuja baada ya ile ngoma. Wengine wakawa na vyake yani mmechokozwa tu disk kidogo tu mbalimbali mmeenda kuungana watu 8 kujibu watu 4 sijui na nini. Mbona iko fair na nini? Tukamwambia sasa ndio mwingine mtu akiamini hivyo unamwacha tu yaamini anachokiamini. Lakini sisi lengo lilikuwa tushaanzisha ile Kikosi Kazi na ndio maana mimi ukaniona mule. Na watu wengi wakawa wanashangaa sasa Mansuri mbona naye kaja mwa ameshiriki kwenye kudisi na nini, sababu ilikuwa ni tayari ni crew tushaianzisha mle. Okay. Yeah. Sawa. Na predict walikwambia sio Jose Blaze. Hapana. Sio Jose Blaze. Wewe ni mtu mwingine kabisa. Wewe mzee. Leo inabidi nimhifadhi leo kwa sababu ataniona mbaya. Atakuwa na snitch. Sasa kama ni mwanao na mimi mwanangu najua it was all love. It was love. Yeye alikuwa anacheka tu. Yaani sio kama alikuwa na nini. So nilikuwa nasema uji wako mpya upishi umewastua vijana na nini na matag twist na nini, watu wanaona kama Masuli kabadilika, kumbe ni vitu ambavyo vipo. Na hii inamaanisha nini Masuli kwenye uji huu mpya? Kwanza shout out kwa Tunchi Master producer na studio ya GW pale Makongo juu. Hicho nilikuwa na hizo lyrics nilishaanza kuziandika. Yeah. Nilikuwa nimebaki verse ya pili kuendelea kunyoosha fresh. Kwa hiyo nakumbuka siku nilikuwa natoka kwa BMP, nimetoka kurekodi ngoma yangu ya ngoma ambayo ina kionjo cha Balozi Dola So. Wengi walikuwepo, sasa hivi wako shout out to Balozi. Since star bado nipo naendeleza harakati. Kwanza shout out kwa brother Balozi Dola So, kati watu nawasikiliza kitambo kabla sijafikiria hata kuingia rasmi kwenye sanaa. Ni watu ambao wametuinspire pia na alinipa go ahead na ruksa ya kufanya hicho kitu, kuchukua hicho kitu chake na kuweka kwangu. Kwa hiyo siku ambayo nimemaliza kurekodi nilikuwa bado na huo msuko wa kurekodi, na zaidi alikuwa kashanitambulisha kwa producer. Bwana, kuna producer mbaya sana anaitwa Tunchi, yuko Makongo juu huko, anapiga mabitibiti ya kisasa na nini. Kwa hiyo nishawasiliana naye kwa njia Instagram, nilichati naye tu siku kadhaa huko nyuma. Huyo producer akaniambia nitakucheki, nikiamini siku tu itakuja rasmi nikiwa na hiyo time yake, right time mambo yatafanyika. So nikampigia siku, bwana niko studio, kama unaibuka tu, mimi sina ratiba yote ngumu na kipengele tu hapa na malizia mpaka utavofika nitakuwa nadhani niko free tu. Basi kweli mimi nikatoka hapo kwa BMP mitasinza wanyama, nikaingia mpaka Makongo juu. Uzuri nikamkuta na Zaidi mwenyewe ambaye aliniintroduce kwa huyo mtu, yupo na yeye pale. Nikamwambia bwana nina kitu hiki, na flow kwanza hiyo najaribu kumwambia kitu mimi ninachotaka, ndio nikana hiyo na mrapia pale asikilize tempo na nini. Ndio nikamtengenezea the name be Mansuri, since star Mansuri Ali, walking on beat, you know me, navipanga vina kama ABC. Kwa hiyo mimi ninaendelea naye anatafuta kama ngoja nitafute sample nzuri hapa na nini liwe kama anthem fulani. Then ndio kitu kikatengenezwa pale. Mimi beat ilivyoisha nikaanza kunyosha mistari yangu fresh, nikaingiza verse ya kwanza ya pili pale. Sasa Zaidi kuona ile verse ya pili imeingia, bwana Zaidi akasema hapana, na mimi nataka niwemo kwenye ligoma, mbona kama inaonekana limenoga fuda magoma yangu. Nikamwambia basi fresh, lakini usiweke verse ya 3 itakuwa ndefu sana. Kama unaweza kutengeneza chorus itakuwa kitu poa.
Kwa zaidi pale akakaa naye akanasikiza ile mistari yangu anachora pale verse, akaniambia bwana theme ni nini? Nikamwambia theme naelezea tu mimi kwa sababu naelekea kwenye miaka 20 ya kwenye game. Kwa naelezea huo ukali wangu yani na hiyo na huo ubunifu yani na kuwa mzoefu wa miaka 20 tangu kutoka kwa kina kirefu. Ndio yani kama majigambo fulani. Akaniambia okay, ndio akatengeneza hiyo pishi kwamba ule msosi tumeuandaa siku ile pale nini mpaka umeisha hapo kwa siku hiyo moja. Alright. Yeah. Bana, kabla sijafunga hapa, shout out kwa our brother Kala Moto. Kala Moto Kiumbe ameachia brand new track Shamba. Naomba uende ukaisupport, inaitwa Shamba. Moja kati ya track tamu sana. Ametupeleka Shamba, pari za Shamba hivi. Watu wanajiacha nini. Lakini shout out kama pari mpaka mwende masehemu yenu wapi hata Shamba kwa watu wana mapari yao pia. Yeah, shout out kwake pia, na kimsingi ni kwamba Shamba bwana ni moja kati ya track kali, lakini napenda sana jinsi ambavyo anaibua vijana wapya katikati walikuwa na project ambazo kuna vijana wakali sana. Nimemwona kule ameshirikiana naye na amefanya vizuri, yuko vizuri. Mimi binafsi sikuwa nimewahi kumsikia huko nyuma, sikumfuatilia. Nimeweza kumfuatilia kwenye hiyo ngoma ya Shamba. Yeah, by the way, this project ambayo ilitoka Oktoba ile ilikuwa na vijana, and this one, kwa hiyo shout out kwake pia. And I hope he's one of the best in East Africa. Sio unaweza kumtazamaje pia. Katika ngoma pia speaking of course kazi, kuna project tulifanya na Wakenya naye yupo. Nadhani ndio alifungua verse ya kwanza kabisa. Nimesahau ile ngoma inaitwa nini, lakini kuna Wakenya kadhaa tuliwashirikisha kama 4 na sisi course kazi tulitoka kama watu 4 hivi, tuka jumla kama watu 8. Kala Moto nadhani ndio alifungua verse ya kwanza. Yuko vizuri kwanza kwenye lyrics, mimi napenda sana lyrics. Na huo ujio wake mpya pia nilipata time alinitumia link, niliangalia. Shot yangu kali ninayopenda ni ile sema ambayo kuna wale majamaa wa mabike wale wanacheza mabike wanainua na nini. Ile ndio shot yangu kali. Shout out kwake Kala Moto, respect kwako. Bana Kala Moto, hii city na kusubiri hapa. Sijui lini utakuja Bongo, lakini tuna vingi vya kuvizungumza. Kwa hiyo inshallah bana, fanya safari uje Dar es Salaam huko nyumbani kwako Kala Moto. Au sio? Bana Mansuri, sasa hapa kabla tujafunga nitakuwa na maswali machache tu. Leo machache tu. Nataka uniambie tu kweli ama si kweli. Wewe jibu lako ni kweli ama si kweli. Au sio? J-Mo ni bora zaidi ya Solo Thing. Wewe mimi simple tunaniambia kweli, hiyo sio kweli. Yaani kwamba nikisema sio kweli kwamba yule mwingine ndio mkali zaidi ya mwenzie. Yaani wewe unaniambia mimi nimekwambia, nimesema mimi kauli yangu naitengua kama kweli ama J-Mo ni bora zaidi ya Solo Thing ama sio kweli. Sio kweli. Sawa. Mwana FA ni bora zaidi ya Solo Thing. Sio kweli. Sio kweli. Okay. So, na kurudisha nyuma kidogo, si ndio? Diplomats na Kwanza Unit. Mimi nadhani Diplomats walikuwa ni bora zaidi ya Kwanza Unit. Unasemaje? Give it kidogo, alafu projects zile consistency nini, kweli sio kweli? Mbona kama unanijaza? I'm just asking tu, mimi nataka kujua tu. Bwana, wewe maswali yako naye magumu rafiki, kama mteni wa form 4 rafiki. Na vitu vidogo hivi tuna discuss tu. Diplomats walikuwa bora kuliko Kwanza Unit. Sio kweli pia bwana. Sio kweli. Kwa maswali yangu yote Mansuri amekataa, amesema sio kweli. Mansuri anasema sio kweli bwana. Mansuri anasema maswali yake sio kweli. Sababu unaniambia nina mizani yao kama yani kila mtu ana ukali wake ambao mwingine hana. Kwa hiyo lakini Fid Q ni mkali kuliko Joh Makini. Mimi namkubali kwenye hapo, namkubali zaidi Ngoshi. Kwa ni kweli. Wewe ni mimi nijibu. Kweli. Kweli okay. Sawa. Nimekuelewa vizuri sana. So, Kikosi Kazi na ile Tamaduni Music ya before Kikosi Kazi ile. Wakali ni Kikosi Kazi hawa mwisho kabla ya Tamaduni Music. Sasa issue ya Tamaduni Music haikuwa crew sasa ya kimusic ukizungumzia Tamaduni Music. Anataka tu ile familia. Familia yenyewe.
you know, kwa sababu hawa watu walikuwa Tamaduni Music ni kali zaidi. Tamaduni Music. Yeah. Kwa Kikosi Kazi sio wakali kuliko Tamaduni. Sio wakali sana kama Tamaduni Music. Kwa sio kweli. Wewe ulisema nini? Mimi nilisema hawa Kikosi Kazi nyinyi mlokuja huku walikuwa wakali kuliko wale Tamaduni Music wale. Sio kweli. Sio kweli. Yeah. Asante sana Mansuri bana. Tumemaliza session yetu ya kwanza hii leo. Yeah. And I hope leo tumewachache na muda wetu umekimbia kidogo au sio bana? Umeme umetufanyia mafekeche. Leo bana umeme umekatika rafiki yangu. Mimi mpaka nikamwambia bwana director Medi bwana wewe umetoka salama kweli uko ulipotoka. Lakini sio kesi. Next time itabidi tunue mafuta mengi sana ya generator. Hapo washikaji zangu natumia generator. Mtatupa mchango na director wetu au sio? Anyways, asante kwa wote ambao mnatupa support. By any means, shout out kwenu wote and wale ambao mnatupa ushauri kama hivyo nilivyomtaja my brother Balozi Dollar Soul na wengine wote ambao wamekuwa na share na sisi bana. Shout out kwenu and big shout out kwa wanangu Samir Nati from Italy hapo mzee wangu au vipi bwana, asante sana pia bwana Said Maliaga na everybody also bwana, shout out to Said Maliaga wapi? Ghostal Chap. Said Maliaga yuko Marekani ila ni mtu wa TMK yuko na nini. Okay. I mean watu mtu wa kote wa Uswahilini. Maliaga fulani wa Sinza kwenye kazani labda ndio hao ndugu zangu mtaani. Inaweza ikawa familia. Ghostal Chapo mtu mbaya. Ghostal Chapo shout out to Madikis nini? Yeah bwana, leo mtasema sasa nani kaua jamaa kapiga full dicks. Nimemdokolea kidogo tu afu napiga vitu zangu kaka mzee posikia tu bwana anakuja Sinza Star akajifaka kumbuka diki zake mzee anavaa masuti siku hizi na mashati wewe diki zipo kama za kumwaga bwana. By the way, mimi ukitaka kunipata kwenye digital platform zote unaandika tu jina la Mansuri ambayo ni M kubwa A ndogo N ndogo S ndogo U ndogo L kubwa I ndogo imeunganika, lakini hapo yote Mansuri haina underscore haina space. Ukiingia digital platform yako pendwa yote ukiandika hivyo utakutana na profile yangu, utasearch unachotaka kukisikiliza. Kama ni albamu yangu ya kwanza ya kina Kirefu yenye nyimbo 20, kama ni album ya Love Life yenye nyimbo 20, kama ni EP ya Sinza Star yenye ngoma 6, kama ni hizi single ikiwepo mpya Pish featuring Zaid, GW, Tunchi Master, Oi. Hivyo Instagram andika tu Mansuri sasa yenye underscore MANSU_LI. Boom, hip hop corner. Oi. Wallahi bana, shout out kwa kila mmoja ambaye ametazama leo. Shukrani kwa Mansuri, asante sana director MediQX. Unaweza kumpata hivyo kwenye Instagram, lakini pia tembelea account za Almasi Production. Tunapatikana hapa maeneo ya Kijitonyama, ulizia Almasi Production mtaa wa Kilimanjaro. Hapo bwana kuna vifaa vinauzwa hapa vyote ambavyo professional kabisa, lakini pia ukitaka event yako yoyote ile, especially zile ambazo unataka kustream live, hapa ndio mahala pake, ndio nyumbani. So make sure unatembelea hapa. One love.